Imekuwa ni njema sana kuungana nawe hapa. Mungu amekuwa ni mwema hakika siku ya leo, na leo tunataka tuzungumze kwa kina zaidi katika mjadala wetu ambao tuko nao hapa. Tunazungumza kuhusiana na historia ya mwanadamu, wapi ametoka, hatima yake ni nini, kwa nini aliumbwa, na sababu zake kuumbwa kuwepo kwenye hii sayari dunia ni nini hasa. Huwa tunaungana na mtumishi wa Mungu anaitwa Mwalimu Ibrahim Suleiman, ambaye tunadadavua kwa kina vitu ambavyo huenda ni vigumu kuving'amua, lakini hapa tunavifafanua kwa lugha rahisi. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina, amina. Unajisikiaje kuwepo hapa siku ya leo? Ni heri na salama kabisa. Leo tunaendelea na session yetu, kile ambacho tulikuwa tumemakinika kuhusiana na historia ya mwanadamu. Mwanadamu ana historia pana sana. Leo tunajikita wapi katika huu mwanzo ambapo tunajenga msingi, alafu baadaye tutazungumza zaidi? Yes, nafikiri tuko hapo. Bado tupo na kitabu cha Mwanzo. Okay. Kwa mujibu wa Biblia. Yes, tutaendelea na kitabu cha Mwanzo ili uelewe. Kuna mahala unatakiwa uelewe, alafu ndipo tusonge mbele na mengine. Lakini nikusalimie popote ulipo, niseme ufalme wa mbinguni umekaribia. Na tumia salamu hii kwa sababu kwa wale wote wanaoamini unyakuo, basi nyakati hizo ni sasa. Wakati wowote kuanzia hivi tunavyozungumza hapa, lolote linaweza kutokea, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia hayo yote, yani unabii unaohusu unyakuo umeshatimia kwa asilimia kubwa. Tumebakiwa na kitasa kimoja na baragumu moja katika zile baragumu 7 na vitasa 7. Na ndio maana natumia hii salamu ili uwe unakumbuka. Lakini pia niseme Mungu akubariki popote ulipo. Mungu akupe nguvu, Mungu akupe amani. Mtu mwenye changamoto yoyote, basi Mungu aifute, Mungu aimarize. Naam. Unaniruhusu niendelee mtangazaji? Endelea mtumishi. Amina. Tuko na kitabu cha Mwanzo, tulisoma sura ya kwanza, nafikiri bado hatujaimaliza. Tulishia na mstari wa 27. Umenielewa? Basi naomba tuanzie hapo ili tusonge mbele vizuri. Anasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliumbwa, mwanamume na mwanamke. Uzingatie sana. Hii ni sura ya kwanza, inazungumzia kuumbwa kwa mwanaume na mwanamke. Hapa sasa nilisema hazungumziwi Eva. Hapa anazungumziwa mwanamke mwingine ambaye nilimtaja jina nikasema aliitwa Lilith. Umenielewa? Okay, aliwaumba Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu. Lakini kabla hatujafika kwenye mche utoao mbegu, hapa Mungu amempa mwanadamu utawala, mamlaka juu ya kitu chochote. Maana yake yupo huru kukitumia atakavyo na apendavyo yeye. Sijui kama anaeleweka hapa. Lakini ukiendelea sasa anasema naam, nimewapa kila mche utoao mbegu. Kila mche utoao mbegu. Nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo vya chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Siku ya 6 hiyo mwanadamu anaumbwa. Siku ya 6 hiyo mwanadamu anapewa mamlaka juu ya kila kitu. Umenielewa? Yes. Sasa unapozungumzia siku kwa Mungu, mara nyingi ni siku 1000. Mara nyingi sana unapoambia siku moja ni sawasawa na siku 1000. Umenielewa? Hapa yamkini tunapozungumzia hii siku ya 6, ni siku ya 6 yamkini ilikuwa ni
kipindi cha uumbaji hapa ilikuwa ni siku 1000. Kwa ukihesabu kutoka ile siku ya kwanza, manake unapata miaka 6000 kama sikosei. Yes, miaka 6000 ndo haya sasa yanafanyika na mwanadamu anapewa hii mamlaka. Sasa kwenye hili eneo kanisa la leo tumepotea sana kwenye hili eneo. Na sijajua hayo tunayoendelea nayo sasa hivi yanatoka wapi. Leo hii Mkristo wa leo anakatazwa juu ya miche, anakatazwa juu ya wanyama. Kwa mfano, mtu anaweza kukukuta labda labda mkononi mwako umetengeneza pambo kwa mfupa labda wa nguruwe, au umetengeneza pambo kwa mfupa wa mbuzi, umetengeneza pambo kwa mfupa wa kondoo, unaonekana. Lakini Mungu anasemaje? Amempa mwanadamu mamlaka juu ya vitambaavyo vilukavyo angani na wanyama wote. Alafu ukija kwenye hii miti sasa, anakuambia ndicho kitakuwa chakula chenu, na majani, matunda. Umenyelewa? Yani hakuna chakula cha mwanadamu wakati huo nje na miti. Hapo unanielewa? Lakini leo mtu yeyote dili na miti anaonekana ni mganga wa kienyeji na hafai mbele za Mungu. Lakini sawa, tuseme wako sahihi unapokuwa unatumia habari za mitishamba kwa lugha ya leo. Unapotumia mitishamba leo, hii ndo asili ya mwanadamu sasa. Na hiki ndicho Mungu ambacho alikiweka kwa mwanadamu. Asili yetu sisi ni mitishamba, ambayo tunaita mitishamba leo. Haijalishi ni mti ambao uko ni miti ambao tunapanda manyumbani, hii ya matunda na kadhalika, ya vivuli, unanielewa? Lakini mti wowote uko chini ya mamlaka ya mwanadamu na ana haki ya kuutumia atakavyo yeye. Na hivi ndivyo vilivyokuwa vyakula vya mwanadamu, ilikuwa ni miti. Umenyelewa? Kuanzia matunda, majani yake na kadhalika, na vyote vinavyompendeza yeye. Hii ndiyo asili sasa ya mwanadamu ambayo Mungu aliweka kwake. Lakini leo hii kuna vita kubwa sana juu ya habari ya mitishamba, vita kubwa mno. Uko kote tulikotoka maisha yalikuwa, na wewe ujiulize swali, je, Mungu alikataza wapi kwamba usitumie tena mitishamba? Alikataza eneo gani? Huu ni uamsho tu uliokuja baada ya mwaka 138. Umenyelewa? Mwaka wa 138 ndo hapo ambapo mnyama alipoinuka kuijenga dini ambayo hii dini ni mali ya mnyama. Hii dini ndo ilikuja na makatazo na sheria zake. Kwa nini dini hii ilikuja na makatazo na sheria? Hususani kumtenga mwanadamu na asili yake, sababu yule mnyama alikuwa anapambana namna ya kumtawala mwanadamu. Sasa alijua ili ni muweze mwanadamu huyu lazima nimtoe kwenye asili. Alafu sasa akaja na ajenda ya kukataza hiki, kukataza kile. Umenyelewa? Ili wewe ukose nguvu. Mara nyingi mtu akitaka kukutawala atakuletea elimu mpya. Atataka uikatae elimu yako ya halali au ya kweli, alafu akuletee elimu mpya. Sasa ukishatoka kwenye elimu yako, maana unapoingia kwenye elimu hii upo ugenini, upo utumwa. Hii dini imewafanya watu kuwa watumwa, haijawafanya watu kuwa huru, haijawafanya watu kuwa wapate amani. Yani okay, mtumishi, yes. Tutaendelea. Namba ya kuungana nasi hapa ni 0765 87 66 95, 0765 87 66 95, 0765 87 66 95. Una swali, una dukuduku, unataka uulize kuhusiana na historia ya mwanadamu, basi makinika nasi kupitia nambari hiyo hapo 0765 87 66 95. Tutarejea hivi punde katika kuzungumzia kwa kina historia ya huyu mwanadamu na mtumishi wa Mungu Mwalimu Ibrahim Suleiman akiwa anafafanua kwa lugha rahisi. Sawa, tumerejea tena. Ikiwa una swali basi tuulize kupitia 0765876695. Huyu anaitwa Aman Mwasile kutokea Mbalizi, anasema kutumia mitishamba ni dhambi au sio dhambi? Mi hapo sijaelewa, yani kwamba ni kama tumemwacha njia panda. Mtumishi, karibu kwa kile ambacho tulikuwa tumemakinika. Okay, sawa. Kwa jinsi maandiko yanavyotuelezea hapa, na tumia Biblia kwa sababu
madhehebu ama dini ya Kikristo inatumia sana Biblia na watu wanaamini sana kwenye Biblia. Sasa ndo hii ninayoitumia ili uone wapi umedanganywa na wapi umeibiwa. Umenielewa? Yes. Kwenye asili ya mwanadamu, jinsi Mungu mwenyewe ndiye anayesema wewe binadamu tawala vyote na uvitumie. Alafu hiyo miti shamba unayokatazwa wewe, au miti niseme, umenielewa, unayokatazwa wewe kuitumia, ndicho chakula anachotoa Mungu kwa mwanadamu. Unanielewa? Kwa leo hii unapoambiwa miti shamba ni dhambi, unadanganywa. Miti shamba unapoitumia si dhambi, ni chakula. Unanielewa vizuri? Ni chakula kwa mujibu wa Mungu mwenyewe, ni chakula wala si dhambi. Hili neno dhambi ni mapokeo ya dini. Yani dini ilivyokuja ndio ilikuja na ajenda hii, lengo la kukwambia wewe hiki na hiki ni dhambi, hususan hii mitishamba na viumbe vingine ambavyo Mungu aliviweka uvitumie, alafu kaambiwa usivitumie ni dhambi. Hakuna andiko hilo kwanza kwenye Biblia, hakuna, ila wao walikuja na ajenda hiyo ili kukuvunja nguvu wewe, alafu wakaja na vitu vyao ambavyo wakakushikisha wewe, ambavyo ni kopi. Sasa tunasema vinatoka kwa mpinga Kristo mwenyewe. Unanielewa? Sasa shetani sio mjinga, hawezi kukuacha kwenye asili, yani hawezi kukuacha mahala sahihi, au anajua siwezi kukutawala kama nitakuacha mahala ambapo wewe una msingi, una nguzo. Mtu huwezi kumtawala akiwa kwenye himaya yake, lazima upindue himaya alafu ndipo mtawale. Kwa lengo la kukwambia wewe mitishamba ni dhambi ilikuwa ni kukutawala wewe, alafu sasa eneo lingine ilikuwa ni kutawala afya yako, kutawala akili yako, kutawala uhai wako. Kwa sababu gani? Afya ya mwanadamu imejengwa sana na hii asili ambayo Mungu aliiweka. Wako vizuri sana watu ambao wamekaa kwenye asili, wamekaa kwenye matunda, wamekaa kwenye majani, wamekaa kwenye mizizi, afya zao ziko bora sana. Yani huwezi ukasikia magonjwa kwao, huwezi ukasikia shida ya hivi na vile. Lakini sisi tuliokaa kwenye teknolojia, kila siku hospitali ni za kwetu. Lakini hao ambao wamekaa kwenye asili, huwezi ukasikia wana shida hii, wana shida ile. Kwa swali lako ulilouliza ndugu Mwasile, ni kwamba kutumia mitishamba si dhambi, ni kwa mujibu wa Mungu mwenyewe, kwa sababu mitishamba ndiyo asili yako wewe. Umenielewa vizuri? Hivyo ndivyo, na hilo ndo jibu lako. Mimi naomba niendelee naam. Basi tunakwenda sasa sura ya pili. Nafikiri hapo umenielewa, sura ya kwanza imeshaisha, tunakwenda sura ya pili. Anasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu akaimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Umenyelewa? Sasa hapa siku ya saba ndo ukamilifu sasa wa uumbaji wa Mungu. Umenyelewa? Sasa hapa usisahau, huko toka sura ya kwanza mpaka tulipofikia haujasikia habari ya Eva, ila umesikia habari ya mwanamume na mwanamke. Umenielewa vizuri? Hapo ndipo ujue jambo lingine. Kama kuna mtu anakuambia mwanamke wa kwanza ni Eva, basi anakudanganya. Inakuwa tu ni vile pengine anataka kudanganya au hajui maandiko. Umenielewa? Lakini kwenye sura ya pili ukiendelea, anasema hapa Mungu alistarehe siku ya saba na akawa amemaliza kila kitu katika hali yake ya nini? Ya uumbaji. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilipoumbwa. Umenielewa? Ndani ya hizo siku saba. Manake sasa unapozungumzia siku ya saba, manake ni mwaka wa 1007 kwa wakati huo. Katika hizo enzi za uumbaji ni mwaka wa 1007. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Yes, siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado. Kuna miti tu hii ambayo sasa wewe ndo unakatazwa leo, miti shamba ambayo leo ndo unakatazwa, unaambiwa ni dhambi, unaambiwa ni mambo ya kiganga, ni mambo ya mizimu. Sasa ndugu yangu, yani mtu akikwambia habari ya mzimu wa kwanza ni Mungu mwenyewe.
Yani Mungu ndo mzimu mkuu, umenielewa? Mungu ndiye aliyekupa amri wewe ya kuvitumia hivyo kwa mujibu wa Biblia. Yani jitahidi sana watu wanapokuambia kitu, awe ni mchungaji, awe ni mtu aina gani wa dini, anapokufundisha kitu, anapokukataza kitu, kwa kutumia kofia ya Mungu, hebu rudi kwenye kile anachokiamini yeye, kwa sababu wachungaji wote asilimia kubwa dunia nzima wanatumia Biblia kukuweka wewe kwenye mifumo yao, umeelewa? Wanatumia Biblia. Sasa na wewe rejea kwenye Biblia. Shida kubwa ya watu wengi wavivu kusoma ni wavivu kusoma maandiko, lakini maandiko yameweka vitu vingi wazi. Tutakavyokuwa tunazidi kujifunza, nitakushangaza kwa mengi ambayo wewe umeambiwa dhambi, lakini si dhambi kwa mujibu wa Naam. Kabla hujaendelea hapo, samani, kuna swali hapa. Kuna msikilizaji wetu kutokea ICS anasema, katika uumbaji wa Mungu wametajwa kwenye Biblia yeye sasa anavyodhani kwamba ni watu weupe. Mfano, mbinguni kuna malaika, duniani walikuwepo manabii na mitume, hao ni watu weupe. Swali la msikilizaji wetu anasema, je, watu weusi tulitokana na kizazi cha nani? Anaitwa Peter Katembo kutokea ICS. Yeye ni mpenda amani, so mpenda shari, mpenda amani. Safi sana. Anatusikiliza. Abarikiwe sana. Asili ya mwanadamu wa kwanza Adam na huyu Lilith ni weusi. Umeelewa? Okay. Ni weusi. Labda swali la kujiuliza, tujiulize ngozi nyeupe ilitoka wapi? Lakini kujiuliza ngozi nyeusi ilitoka wapi? Ngozi nyeusi ndo asili. Ndio maana hata Yesu mwenyewe, Wayahudi wenyewe, yani Yesu mwenyewe alikuwa ni mtu mweusi. Hivi unanielewa vizuri? Okay. Yes. Swali la kujiuliza ni mtu mweupe alitokea wapi? Umeelewa? Lakini kujiuliza mtu mweusi ndo asili yenyewe. Adam na Lilith walikuwa ni watu weusi kabisa tena. Unanielewa vizuri? Yes, walikuwa ni watu weusi. Kuna makala moja nilikuwa naifuatilia, mtumishi, kwenye zile piramidi za wapi pale Egypt. Wanasema ile pua ilitolewa kwa sababu ilikuwa inaonekana ni pua ya Mwafrika. Naam. Sijajua ni makala ilikuwa inazungumzwa. Ni sahihi kwa sababu hata waliohusika utumwani kujenga zile piramidi ni watu weusi. Umeelewa? Yes, ni watu weusi waliotumikishwa na mtu mmoja alikuwa. Hata Yesu nadhani katika alienda Misri pia. Yes, ndio. Wakati wanasema wachinjwe watoto wa kiume. Yes, ilikuwa hivyo. Ameishi huko. Okay. Kutoka Misri na alimuita mwanangu. Kwa ilikuwa lazima neno hilo litimie. Kwa ilikuwa lazima Yesu aende Misri, alafu baadaye aitwe sasa na baba yake kurudi kufanya nini? Kazi yake. Nafikiri aliitwa akiwa na umri wa miaka 12. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kwa jibu la ndugu yetu hapo, mtu mweusi ndo mtu harisi. Yani ngozi nyeusi ndo mtu harisi. Umeelewa? Kwa hii ngozi nyeupe ilikuja baadaye ikapata nguvu, na ilivyopata nguvu sasa, na ndo hii ambayo kwa asilimia kubwa duniani inashindana na Mungu. Okay. Umeelewa? Kwa kama tukibahatika kusoma vitabu vingine kama Danieli, Ufunuo, ndo unaweza ukaelewa vizuri kwamba okay, hii ngozi nyeupe ilianza lini na ilitokea wapi na kadhalika. Umeelewa vizuri? Ijapokuwa hata kwenye uzao wa Lilith ipo ngozi nyeupe kwenye uzao wa Lilith, lakini pia kwenye uzao wa Kaini ipo ngozi nyeupe. Umeelewa vizuri? Yes, kwa ngozi nyeupe zimejitokeza sehemu na sehemu, lakini asili ni mtu mweusi. Yes. Okay, iko hivyo. Basi tuendelee kusoma hapa ili tuende vizuri. Nasema siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka. Yani manake hizi mboga ambazo sisi leo tunapanda, hizo tunasema sio Chinese, sio figiri na kadhalika. Sasa hizi ndo mboga ambazo zinaitwa mboga za kondeni. Umeelewa? Jani la kondeni ambalo hili uwezo ukalipata polini, sasa ili utalipata mahala alipo mwanadamu ndipo utakapolipata lenyewe. Unanielewa vizuri? Yes, ndicho kitu kinachozungumzika kuwa kondeni. Bado ikawa hakuna bado, maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi.
ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Kwa hiyo wakati huo mwanadamu sasa alikuwa hana mvua, kwa sababu kila kitu kipo. Mvua ije kufanya nini? Mwanadamu halimi, umeelewa? Mvua ije kufanya nini? Kwa kila kitu kilikuwa kinaishi kwa uvuvio wa ukungu. Kwa watu ambao wamekaa sehemu za ukungu wanajua uvuvio wa ukungu. Unakuta unatembea unaloa. Hicho ndo kitu ambacho sasa kilikuwa kipo wakati huo. Naam. Bwana Mungu akamfanya hapakuwa na mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi. Unaona tena? Okay. Biblia hiyo. Hii ndo Biblia. Sasa hapa kuna kitu pia nataka uelewe. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi na uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti. Sasa hapa ukichukua sura ya kwanza inaelezea kitu cha uumbaji, mwanamume na mwanamke. Ukija sura ya pili inaelezea habari Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi. Sasa hizi ndizo tofauti za uandishi. Si kama unanielewa? Hizi ndizo tofauti za uandishi. Biblia imeandikwa kwenye vipindi tofauti. Hapo nielewe vizuri. Sasa hapa hii habari ilitakiwa ndo iwe mwanzo, lakini ndo unaikuta mbele tena kwenye sura ya pili. Umeelewa vizuri? Kwa hapa kwenye eneo la haya mavumbi ndio itakiwa iwe mwanzo. Alafu ndipo sasa lije lile neno linalosema akamuumba mwanamume na mwanamke. Hapo unanielewa vizuri? Kwa hapa ni namna tu ya usomaji na namna ya wewe unavyoelewa. Yes. Kwa hizi habari za mavumbi na Edeni vitakiwa viwe mwanzo huko. Kwa haya ni makosa tu ya uandishi, wala yasikuchanganye. Akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Edeni ya kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la kwanza ni Pishoni, ndio uzungukao nchi yote ya Havila, ambako kuna zabibu na dhahabu ya nchi ile njema. Sasa hii habari ya huu ndio mto uzungukao nchi ya Havila. Wakati huo sasa hizi habari za Havila na nini hazipo. Kwa ndipo unapokuja kujua kwamba Biblia imeandikwa baadaye sana. Kwa inazungumzia historia ya vitu vilivyo pita wakati huo. Unanielewa? Sasa hapa mwanadamu huyu amewekwa kwenye Edeni, alafu tumezungumziwa hapa mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya wengi wanauzungumzia kuwa ni tendo la ndoa au ni mwanamke, yani ni mwanamke, kwamba mwanaume walipokula tunda ni kwamba walizini. Yes. Huwa wanaelezea sana hivyo. Ni kweli au ni mtazamo tu wa watu? Sasa tukisoma ndipo tutajua ni kweli au la. Tukiyatengeneza vizuri maandiko. Kwa sababu nikisema moja kwa moja kwamba si kweli au ni kweli, bado nitakuwa nimeleta utata kiasi. Tutakunyoshia vidole. Mwalimu vipi? Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio uzungukao nchi yote ya Kushi. Yani Kushi manake sasa Ethiopia. Yes, hiyo ni Ethiopia. Na jina la mto wa tatu ni Hedekeli, ndio upitao mbele ya Ashuru, na mto wa nne ni Frati. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katikati ya bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa haya maagizo anapewa Adam. Lili sitiali hayupo. Hivi unanielewa? Alishatolewa. Hapa anapewa Adam kwamba matunda ya mti
Turudi tena. Akasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Sasa anaagizwa hapa Adamu, Eva hayupo, unanielewa? Yes, waweza kula na walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Hapa Eva hayupo, yani mwanamke tayari ndani ya Edeni hayupo, lakini Adamu anapewa maagizo ya mti, manake mti upo hapo. Unanielewa vizuri? Yes, hapo sasa ndipo hata wewe ulipo unapata picha kwamba kumbe hao wanaozungumzia kwamba ilikuwa ni kuzini ni waongo, kwa sababu mwanamke hayupo, lakini mwanaume anapewa maagizo ya mti. Hapo unanielewa? Kwa ingekuwa mwanamke ni mti, basi Eva angekuepo kwanza. Ufalme wa mbinguni umekaribia, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa ili neno utakufa hakika sio kwamba Adamu atakufa kama mtu anavyokufa na anazikwa. Hapana, maana yake ni kwamba ule uungu ule muunganiko wa mwanadamu au wa Adamu na Mungu ndio utakaokufa. Sio kwamba Adamu atakufa, hapana, ila ule muunganiko, ule ushirika wa mtu na Mungu ndio utakaokufa punde atakapokula tunda hilo. Na Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Hapo unaniona, awe peke yake, lakini kule mwanzo umeambiwa alimuumba mwanamume na mwanamke, lakini hapa anakuambia si vema mtu huyu awe peke yake. Hapo sasa kama ni mtu ambaye unajaribu kufuatilia maandiko, lazima ujiulize, mwanzo aliumba mwanamume na mwanamke, lakini kwa historia ya dini jinsi ilivyokufundisha, imekufundisha kwamba Eva ndo mwanamke wa kwanza, lakini Biblia haituambii hivyo. Kwa utaelewa vingi kama unakuwa na utaratibu wa kujisomea, na ni vizuri sana ukawa unajisomea, alafu kama kuna mahali hujaelewa ndipo uulize swali. Hiyo inakuwa njema sana, kwa unajua vitu vingi. Hapo sasa anasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Maana yake Lilith hawakufanana. Umenyelewa? Yule mwanamke wa kwanza hawakufanana, ila sasa Mungu amepata wazo kwamba sasa nimfanyie yule mtu msaidizi wa kufanana naye Bwana Mungu akamfanyia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea mbele hai jina aliloliita Adam likawa ndilo jina lake. Mtumishi, kuna simu hapa. Naam. Kwenye line, hello. Tumsikie hapa kwenye line, hello. Hello. Kwenye line, hello. Hello. Naona amepotea. Tuendelee. Okay, sawa. Manake sasa kama Mungu sasa anawaleta wanyama na ndege mbele za Adam, hapo mwanzo walikuwa hawana majina. Walikuwa hawajulikani huyu ni nani na huyu ni nani. Sasa hiyo siku ndo Mungu anamletea Adam na jina atakalolitaja Adam ndilo litakalokuwa jina lake. Adam akawapa majina yao, kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Hapa neno mnyama wa kufugwa, hii ni lugha ya uandishi. Wakati huo kulikuwa hakuna mnyama wa kufugwa, wote walikuwa ni wanyama, wote waliitwa wanyama. Hatuwezi kuita wa mwituni au wa nyumbani, kwa sababu kulikuwa hakuna nyumbani wala mwituni wakati huo. Unanielewa? Kwa hii ni lugha ya uandishi kuita nini? Ni kwa sababu hii imeandikwa wakati tayari watu wanafuga na kadhalika. Kwa mwandishi alitumia mauzui ya wakati huo alionao. Lakini wakati huo wa Adam kulikuwa hakuna kitu kinaitwa mnyama wa kufugwa. Wanyama wote walikuwa sawa na walikuwa wanaishi salama. Kulikuwa hakuna vita kati ya mnyama na mnyama, kwa sababu binadamu na wanyama walikuwa nakula matunda na majani. Umenyelewa vizuri? Yes, hiyo ndo asili ya mwanadamu. Anasema mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu uliotwaliwa katika Adam, Bwana Mungu akamfanya mwanamke akamletea kwa Adam.
au akamleta kwa Adam. Yes, Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Angalia lugha hii, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Maanake yule wa kwanza hakuwa mfupa katika mifupa ya Adam, alikuwa ni udongo kwa udongo. Adam ni udongo, Lilith ni udongo, lakini Eva anakuja anakuwa ni mfupa katika mifupa ya Adam. Unanielewa? Na ndio maana yule wa kwanza hakuita mwanamke, aliitwa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Nakosea kidogo. Aliumba mwanamume na mwanamke. Lakini sasa katika hili na kipindi hicho Lilith hakuwa msaidizi. Lugha ambayo nataka nitumie ni hii, kwamba Lilith hakusimama kama msaidizi kwa Adam. Lakini huyu kwa kuwa ameumbwa katika mifupa ya Adam, ndipo anasimama kuwa nini? Kuwa msaidizi. Lakini roho ya Lilith, mauzui ya umbo lake ni mwanamke, lakini roho yake na ufahamu wake si mwanamke. Naye anajiona ni kama Adam au zaidi ya Adam, na ndio maana mashindano yakatokea na Mungu anamuondoa Lilith sambamba na nani na Adam, na Mungu anafanya maarifa wakati mwingine sasa kumleta nani? Kumleta Eva, ambaye sasa huyu anasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake. Sasa nacheka kwa sababu gani? Biblia hii ilivyoandikwa imeacha vitu vingi sana hapa kufikia hapa mstari wa 24 huu. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba hii. Yani hili kuna hadithi nyingi zimeachwa hapa mpaka wamekuja kuliandika hili. Hii hadithi hii ya uumbaji hii haijaisha. Umeelewa? Yani haijatengenezwa vema. Hizi habari za Adam na Eva, nini kiliendelea hapo, sema waliweka vile vitu vya msingi, wasingeweka vyote. Yes. Ingekuwa kitabu sasa, ingekuwa nini kama chuo sasa. Naam, sasa kwa wakati huu, kwa sababu tunazungumzia uumbaji na hii inazungumzia mwanzo. Kipindi hicho kukawa hakuna habari za kuoana, umenielewa vizuri, lakini wao wakaweka habari ya nini? Ya kuoana. Walitazama wakati wao. Yani huyu aliyeandika hapa hakutazama tena siku zile, alitazama kipindi chake, ndo akaweka hii habari ya mtu atamwacha baba yake na mama yake na ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Umeelewa vizuri? Lakini hii ni habari ya baadaye sana. Kwa huyu ni mwandishi tu aliwekea hili neno Musa. Yes. No, sio Musa. Hii ni Roman Empire. Okay. Biblia zote zimesetiwa na Roman Empire. Juzi tu hapa miaka ya 138 kutoka mwaka wa 70 walipovamia Israeli, wakachukua ile misafu hekaluni, baadhi ambayo waliikuta wao, ndo wakaform Biblia. Biblia haijafomiwa na Israeli unayozungumzia. Dunia inasema Mungu wa Israeli, lakini dunia haiabudu wala haishiriki chochote juu ya Mungu wa Israeli. Okay. Bali inashiriki juu ya Roman Empire, ambao hawa ndo wameform dini na hii Biblia unayoisoma wewe. Unanielewa vizuri? Na ndio maana vitu vingi vimeachwa. Ndio maana ukirudi kwenye original Bible, Talmud ya Israeli au Wayahudi, haya huku kitabu cha Lilith kipo, huyu Eva na kitabu chake, Adam na kitabu chake. Umeelewa? Dunia tu, yani dunia jinsi ilivyoumbwa ina kitabu chake. Umeelewa vizuri? Yes, iko hivyo yani. Lakini mambo yamechanganywa kiasi chake kidogo. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili. Sasa unaona habari zinavyojichanganya. Anarudi tena kwa kina Adam. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona haya. Kwa hiyo kabla sasa Adam na Eva, hawa watu walikuwa tu sawa. Walikuwa uchi, lakini walikuwa hawawezi kufanya nini? Kuona haya. Hapo unanielewa? Sasa hapo kipindi hicho hawa watu kuna muunganiko, ndo ule mimi napenda kutumia, nasema uungu. Okay. Yes, uungu wa Mungu, yani nguvu za Mungu, iko roho ya Mungu ndani yao ambayo imewafunika hawa watu, yani wako kwenye neema kipindi hicho, wako kwenye neema ambayo hakuna mawaa wala hakuna shida. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko mnyama kuliko wanyama. Tutarudi hapo kuhusiana na nyoka alikuwa mwerevu. Namba ya kututumia ujumbe mfupi 0765876695, lakini ukitaka kupiga simu kuwasiliana nasi hapa studio ni 0739 109 109.
Hii ni habari, tunazungumzia habari ya uumbaji, namna mwanadamu alivyotengenezwa na historia yake, tukijikita hasa kwenye kile kitabu cha Mwanzo na masuala mazima ya uumbaji. 0765876695 hiyo ndo namba ya kutumia ujumbe mfupi, lakini ukitaka kutupigia basi 0739109109. Kuhusiana na historia ya mwanadamu kupitia 0739109109. Tupigie simu, tuambie unatusikiliza kutokea wapi, na ukiwa na swali kuhusiana na habari ya uumbaji tuambie kupitia 0739109109. Mtumishi hapa naona kuna swali hapa, kuna swali kuhusiana na historia ya mwanadamu. Karibu. Anasema kama ngozi nyeusi ndiye wao walipewa hekima na akili kuliko sisi. Sasa anasema sijajua sisi ni nani, lakini amezungumzia sayansi na teknolojia. Ambia hekima ya mambo matatu. Ngozi nyeupe wamefanikiwa kama sisi. Nadhani anasema ngozi nyeusi. Amesema ngozi nyeupe wamefanikiwa kama sisi. Ndio pendekezo la kwanza la Mungu ili waje tunyimwe ufahamu. Matatu ama kutii sauti ya Mungu. Anaitwa Peter Katembo kutokea Isiese, anatusikiliza. Niambie kupitia 0739109109. Unatusikiliza kutokea wapi? Una swali kuhusiana na mjadala ambao tumeuleta hapa kuhusiana na historia ya huyu mwanadamu, alikotoka, asili yake na wapi ambapo ametoka. Hii ni Access FM, unatusikiliza kwa usikivu mzuri. Tuko na mwalimu ambaye Roho wa Mungu amemjalia hekima nyingi kuweza kufafanua mambo na kudadavua kwa lugha rahisi. Kuna maswali mengi hapa mtumishi, kupitia 0739109109. Anasema naomba kujua kati ya vidonge na mitishamba kipi sahihi na kwa nini ni sahihi. Hilo utalihifadhi. Lakini anaitwa Elia kutoka Katangwa, anasema ni nani aliyekuja kutengua Torati? Watu wanauliza maswali magumu kabisa. Anasema naelewa sana hapo. Mwalimu uko vizuri sana kutufundisha. Mungu akubariki sana. Anaitwa Amani Mwansile ambaye alikuwa ameuliza swali la shamba mitishamba. Swali la mitishamba kwamba ni dhambi. Anaomba kujua Adam alikuwa na wanawake wawili. Anaitwa Msafiri Kalago kutokea Vwawa Songwe, kupitia 0739109109. Tuandikie ujumbe mfupi. Kuna watu walikuwa wanataka kupiga simu hapa. 0739109109. Tupigie simu hapa akiwa una swali. Mwalimu Ibrahim ataweza kufafanua kwa lugha rahisi. Endelea sasa kwa ajili ya yale majibu ambao mjadala tulikuwa tumeweka hapa. Historia ya huyu mwanadamu, alikotoka, wapi na nini kitaendelea. Kuna simu hapa kupitia 0739109109. Kwenye line. Hello. Kwenye line. Hello. Unatusikiliza kutokea wapi? Karibu sana. Leo hapa kwenye Gospel Voice tuko na mjadala na tunazungumzia historia ya mwanadamu, chimbuko lake, alikotoka, na labda kulikuwa una swali, kuna kitu unahitaji tukufanyie tuweze kudadavua kwa kina zaidi. Nini ambacho unataka uulize hapa? Mwalimu yupo, ataweza kukujibu kwa lugha rahisi. Mimi nataka niulize kwa sababu katika maandiko yanasema kuna mwanamke ambaye neno la kwanza limetumia kama mwanamke wa kwanza. Yeah. Alafu kuna kipengele kingine kimesomwa kwamba kuna mwanamke wa kufanana naye. Sasa nataka nijue Mungu aliwaumba hao wanawake wawili au alikuwa mmoja, na huyu kama wa kwanza alikuwa ni mwanamke wa aina gani na huyu alikuwa mwanamke wa aina gani?
Mtumishi, umesikia swali? Yeah, nimemsikia. Okay, karibu. Iko hivi ndugu yangu, iko hivi. Mungu hakuwaumba hawa, aliwaumba hawa wanawake lakini si kwa wakati mmoja. Umenielewa? Wa kwanza aliumbwa kwa udongo pamoja na Adam. Lakini wa pili alitengenezwa kupitia mfupa wa Adam. Baada ya yule wa kwanza kutenganishwa na nani? Na Adam, kwa kutokutii. Sasa bahati mbaya ni kwamba Biblia hii ina vitabu vichache ambavyo hadithi zake hizo huwezi ukazipata kirahisi. Imeandikwa, yani vimeandikwa vifungu baadhi tu kwenye Biblia hii. Huwezi ukapata historia hiyo, lakini kama Mungu anakujali unapata Biblia ambazo zimejaa, unapata hiyo historia vema zaidi. Kwa swali lako ni hivi, mwanamke wa kwanza aliumbwa pamoja, yani siku moja, wakati mmoja, na mwanamume aitwaye Adam. Lakini baada ya hapo Mungu alitaka kuweka utofauti kati ya mwanamke na mwanaume, ndipo sasa anapojaribu kuweka tofauti, yani mwanamume awe na hali ya utii kwa mwanamke awe na hali ya utii kwa mwanaume, yani asimame kama msaidizi. Lilith, huyo mwanamke wa kwanza, alikataa. Alipokataa ndipo akatengwa na Adam. Unanielewa? Alivyotengwa na Adam sasa akaondoka zake huyu. Alivyoondoka zake ndipo sasa baadaye Adam anabaki peke yake tena. Ndipo Mungu anasema si vema mtu huyu abaki peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Anafananeje naye? Ni vile sasa mfupa unatolewa kwa Adam alafu anatengenezwa mwanamke. Naam, kwa sura hiyo ndiyo maana ya kufanana, na ndo huyu anaitwa Hawa, wengi wanasema Eva. Hapo sijui kama nimekujibu vema swali lako, lakini niseme Kwa hiyo unataka kuniambia ya kwamba ile siku ya sita alipoumba mwanadamu, aliumba mwanadamu, ina maana aliumba Adamu na mwanamke. Yes. Siku ya saba ikaja kustarehe, miaka ikapita ikaenda. Umenielewa? Wako Adam na Lilith, ndo huyo mwanamke walioumbwa pamoja. Baadaye Mungu anapokuja kuleta majukumu, umenielewa, kwamba Lilith utasimama hapa, Adam utasimama hapa. Lilith kama mwanamke alikataa. Alipokataa ndipo Mungu sasa akamtenga, alisema akamfukuza mbali na Adam. Kuanzia hapo Adam akawa peke yake. Umenielewa? Baada ya hapo sasa Mungu anaona naam, huyu mtu si vema akae peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndo baadaye sasa anatokea Eva kwa mfupa wa Adam. Hapo umenielewa? Karibu sana. Karibu sana. Mtumishi, kuna swali hapa. Tuyajibu yale maswali ambayo tulikuwa tumeyasoma hapa. Watu wanauliza kwamba ngoja tuangalie hapa. Mwingine anasema Yesu ni nani jamani? Naomba kutoka Yesu ni nani jamani? Yeye anaitwa Naomi kutoka Itaka. Kutia 0739109109. Tupigie simu hapa tuweze mwalimu yuko hapa, tuko na mjadala mzito leo kuhusiana na historia ya huyu mwanadamu, alitokea wapi, hatima yake ni nini, na kwa nini yuko hapa, na kwa nini ana upekee sana kuliko viumbe vyote ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba. Nadhani maswali utakuwa unayakumbuka. Huyu anasema vidonge, anaomba kujua kati ya vidonge na mitishamba kipi ni sahihi na ni kwa nini. Asitumie tu mitishamba kwa kumuelewesha, asitumie tu mitishamba, lakini kama anaugua ni bora aende hospitali. Asije akasema mwalimu alisema utumie mitishamba. Hapana. Sisi hatujasema utumie mitishamba, lakini tunajaribu kuweka mzani sawa, si ndio mwalimu? Yes. Hatujasema utumie mitishamba moja kwa moja, lakini tunajaribu kuweka mitishamba. Kesho usije ukapata shida. Kuna watu ambao wamesomea mambo ya mimea tiba kabisa, wamesomea na ni matabibu wazuri, kwa hao wanaweza kukupa elimu zaidi, lakini sisi tunatoa ufafanuzi kuhusiana na kile ambacho Mungu alikuwa amekiagiza, na watu ambao wanakuwa wanaona tofauti unapotumia mitishamba. Kwa hatupo hapa kumpotosha mtu, tupo kumuelimisha. That's why tunaita gospel voice. Anasema naomba kuuliza, walivyosema tunda
la mti wa katikati ni dhambi, je, walimaanisha nini? Unajua watu wengi wamemaanisha zinaa kwenye ule mti wa katikati, kwamba ule mti ambao Mungu aliagiza asile, basi Adamu akala, akasema huyu mwanamke uliyonipa ndo amenishawishi na mimi nikala. Twende hapo mwalimu. Tuanze na huyo wa kidonge. Tuanze na huyo wa kidonge. Ni hivi, tuko hapa kujaribu kukuweka huru juu ya kitu ambacho umefungwa nacho ukiamini ni dhambi. Umenielewa? Yani point ya kuleta somo hili na kutaka ujue asili yako wewe, sio kukukataza usitumie kidonge wala sindano. Hapana, sisi hatuko kwenye eneo hilo, ila tupo kukutoa kwenye kifungo ambacho wewe umeambiwa. Yani yamkini unajua kabisa kwenye mapokeo yale umeambiwa hiki ni dhambi. Umeambiwa kabisa, yani umeambiwa kabisa hiki ni dhambi. Nitolee mfano labda mwarobaini. Unajua kabisa wewe kwamba hii bwana ni kila hii afya yangu inakaa salama, lakini unaogopa kwa sababu mchungaji amekwambia kutumia mitishamba ni dhambi. Ndipo nakuletea kutoka kwenye Biblia kuwa si dhambi. Hapo si unanielewa? Yes, lengo ni hilo, kwamba ujue kuwa si dhambi, lakini hatujaweka kwamba usitumie dawa zingine za hospitali. No. Lengo ni kukwambia kuwa kutumia hiki pia si dhambi kama ulivyoambiwa ni dhambi kwa mujibu wa Biblia. Tena wakati huo haikuwa dawa tu, ilikuwa ni chakula. Hapo unanielewa? Ilikuwa ni chakula, sio dawa kama leo tunavyosema. Ilikuwa ni chakula, na ndo asili ya mwanadamu jinsi ilivyokaa. Kwa hiyo sasa kidonge kina sehemu yake na mitishamba ina sehemu yake. Kwa hiyo mahala ambapo inategemea na mazingira yako wewe, inategemea na hali yako wewe, ila vyote vinafaa. Umeelewa? Hakuna kisichofaa hapo, vyote vinafaa kwa wakati na majira sahihi kwa mwanadamu. Umeelewa vizuri? Yes, kwa iko hivyo, kila kitu uko huru nacho, ni wewe tu roho yako inataka nini kwa wakati huo, nini ambacho unakiona sahihi kwa wakati huo, ila hakuna dhambi hapo. Lengo ni kuondoa neno dhambi, hilo ndio nataka tuliondoe. Kwa mpaka sasa hivi nikwambie tu kwamba kutumia mitishamba si dhambi, na mitishamba, vidonge na dawa zingine zote ni haki kwa mwanadamu. Ufalme wa Mungu umekaribia. Swali lingine alikuwa anauliza huyu, nadhani ndio huyu alikuwa anauliza, anasema okay, kuna line hapa, ngoja tumsikilize. Kwenye line, hello. Unatusikiliza Gospel Voice kutokea wapi? Nipo Jacaranda. Okay, kutokea Jacaranda, karibu. Leo tuna mjadala mzito kuhusiana na historia ya mwanadamu alikotoka na kuweza kupata ufafanuzi kwa kile ambacho tumekisoma kwenye maandiko matakatifu. Na wewe ukiwa una swali kuhusiana na kile ambacho mwalimu Ibrahim amekifundisha hapa, basi karibu. Mimi naitwa Lincoln Richard. Okay. Swali langu kama ina maelezo. Sawa, karibu. Kuna sehemu nilipitia kuhusu uumbaji wa dunia hii. Walisema Mungu aliumba dunia kwa siku 6. Lakini kwenye maandiko inasema kuwa siku moja kwa Mungu ni siku 1000. Yeah. Sasa ni siku 6000 dunia ilijengwa, ni siku 6? Okay, mwalimu anauliza hapo ni siku 6 au ni siku 6? Ni siku 6000 au niseme miaka 6000. Yes, yeah. Miaka 6000. Miaka 6000. Naam. Asante sana, ndio swali langu liko hilo. Asante. Amina. Karibu, endelea kutusikiliza. Nashukuru sana. Amina. Okay, tuendelee mtumishi. Amina, tulikuwa kwenye swali, kwenye message zako. Tulikuwa kwenye swali, muda wetu si rafiki, okay, lakini tumalizie baadhi ya huyu alikuwa anauliza ule mti wa katikati, je, ni dhambi na walimaanisha nini? Okay, yeye alikuwa mtazamo wake huenda labda kwamba anadhani kwamba kosa la kwanza Adam kulifanya alizini. Kwa wengi wanadhani kwamba ni zinaa, lakini tuweze kulifafanua kwa lugha rahisi ili mtu aweze kuelewa. Okay, sawa. Sasa kulingana na muda kama ulivyosema, ndio. Sikupenda ni mjibu tu kwamba hawakuzini. Ilitakiwa tusome, yani hata yeye aone wapi, eneo lipi. Yes, na ndio maana tulivyosoma huku mwanzoni hapa, huku juu huku, Mungu anamwagiza Adam akiwa Eva hayupo, anamwagiza kuwa mti wa katikati sifanye nini? Usiule. Maanake mti ulikuwepo tayari, ila mwanamke hayupo. Sasa ingekuwa ni kuzini mfano, basi asingeagizwa Adam kwanza wakati cha kuzini nacho hakipo.
Okay. Hapo unanielewa Ngoja vizuri? tupokee simu hapa ya mwisho. Kwenye line, hello? Hello. Karibu. Unatusikiliza Gospel Voice kutokea wapi? Kutoka Mbeya. Okay, karibu hapa. Ukiwa na swali, leo tuna mjadala kuhusiana na historia ya mwanadamu. Swali langu ni kwamba hivi, kuna tofauti gani kati ya watu na walokole, na kwa nini Wasabato wanasema kula samaki dhambi na nguruwe pamoja na bata? Okay, sawa. Mtumishi yuko hapa, tutalijibu. Hiyo ni mapokeo, mtumishi. Labda tukuweke sawa. Ni mapokeo. Kila dhehebu na yani kila dhehebu lina mapokeo yake. Kwa hiyo wao wanavyoelewa inakuwa ni sahihi kwao. Kwa hatupo hapa kuwapinga, lakini kila dhehebu lina utaratibu wake, na hatuwezi tukaingilia utaratibu wa mtu, si ndio mwalimu? Hatuwezi tukaingilia utaratibu wa dhehebu fulani kwamba mnavyofanya hivi ni kosa, mnavyofanya hivi si kosa. Jaribu kulijibu kwa kufafanua, kwa kutumia hekima, kwa kile ambacho yeye anaona like kwamba hawa wamejihesabia haki, hawa hawajajihesabia haki. Niseme hivi, unajua yako maswali yanahitaji mpaka usome mahali mtu akuelewe. Ni kweli. Nikisema nijibu hivi hakuna ambaye atanielewa. Umenielewa? Yes. Kwa ili swali lake linatunzwa. Na niseme hivi, mimi nina utaratibu huu kwamba maswali haya yote waliouliza huwa yatatunzwa, yes. Alafu itatengenezwa siku maalum ambayo tutakuja hapa kwa ajili ya kujibu maswali tu. Hatuwezi tukajibu moja kwa moja kwa sababu leo tumeandaa mada maalum hii. Kwa sababu hilo swali alilouliza lipo, maandiko yapo, yataongea maandiko. Yes. Lakini hataongea mwalimu mwenyewe kwamba nimekwambia useme hivi, utaonekana ni upotoshaji. Kwa sababu mimi nikisema niseme hapa itaonekana tunaingilia taratibu za watu wengine. Yes, kabisa. Kabisa. Iko hivyo. Kwa sababu yakiongea maandiko, hakuna anayepinga kwenye maandiko. Si ndivyo? Okay, sawa. Kwa nafikiri tutakaa kwenye eneo hilo ili tujibu vizuri. Kwa asijali huyo ndugu yetu. Okay, kwa kumalizia hizi dakika chache ambazo zimebaki. Hichi ambacho tumejifunza, nini hasa ilikuwa ni dhamira ya Mungu katika muendelezo na kile ambacho tunapaswa kufahamu katika ambacho tumejifunza leo? Naam. Dhamira ya Mungu, kwa mfano kwenye swala zima la uumbaji, dhamira yake kuu ambayo mpaka tunaendelea nayo sasa hivi, labda nikwambie kitu kimoja kwamba vyote unavyoviona vimetokea havikutokea bahati mbaya, ni mapenzi yake. Umeelewa vizuri? Ni mapenzi yake yeye Mungu. Dhamira yake alipenda iwe hivi na itaendelea kuwa hivi. Hivi unanielewa vizuri? Sasa hivi Yesu alisema hivi, atakuja baada ya miaka 2000. Kwa ukichukua kutoka pale Adam, kuanzia Adam na Eva, ukihesabu kuanzia hapo mpaka leo hii unapata miaka 6000. Umeelewa? Baadaye hapa hii 6000 ikiisha hii itakuja ule mwaka wa 7000 ambao wale wanaoamini kwenye unyakuo hawatakuwepo, au wale wamwamini mwana wa Adamu leo hawatakuwepo. Umeelewa? Wataondoka, watabaki wale ambao hawakuamini kwenye hiyo miaka 7000. Alafu 7000 itaisha. Itakapoisha utakuja utawala wa 8. Umeelewa? 8, ile siku ya 8 sasa itakuja hiyo ambayo ndio utawala wa mwana wa Adamu mwenyewe duniani. Umeelewa? Baada ya hapo sasa yatakuja mengine ambayo sasa tutayaelezea kwa wakati mwingine. Niseme tu hivi, dhamira ya Mungu ni kuona kile alichokifanya yeye kinaenda. Kina mzunguko, niseme. Okay. Yes, kina mzunguko, na mzunguko ndo hivi unavyoona, linatokea hili, linatokea lile, unakasirika, unafurahi, ndo mzunguko wenyewe ambao yeye Mungu ndo dhamira yake na ndo mapenzi yake. Na ndio maana nikwambie tu wazi kwamba chochote kinachotokea hakuna kilicho cha bahati mbaya, ni mapenzi yake yeye na ndo dhamira yake. Okay. Manielewa? Nimalize? Maliza kwa neno la hekima. Yes, kwa neno langu la hekima ni hili. Usikalili, jifunze. Tuna mambo matano kama sikosei. Hebu tunaanza kwa kusikia. Wakati fulani ukisikia jambo utatamani kuona, basi tamani kusikia. Ukishasikia utatamani kuona, ukishaona utatamani kufahamu. Umenyelewa? Ukishafahamu utatamani kuelewa, ukishaelewa
utatamani kujua. Ukishajua umemaliza kila kitu. Na ndio maana hakuna anayekufa kwenye mtego ambao anaujua. Hakuna anayepata shida kwenye kitu anachokijua. Tupo kwenye shida zote hizi. Kwa nini? Kwa sababu hatukusikia, hatukuona, hatukufahamu, hatukuelewa, hatukujua. Na ndio maana tunaishi hivyo tulivyo. Nitolee mfano. Kwa mfano, mtu labda unasumbuliwa na deni, ni kwa sababu hukusikia, hukuona, hukufahamu, hukuelewa, hukujua. Ndio maana leo deni linakusumbua. Laiti ungejua usingekuwa hapo. Kwa hiyo ishi kwa kujifunza, usikie, uone, ufahamu, uelewe, ujue, hautapata shida. Amin. Amen. Ukiwa una swali unataka uulize, unahitaji kukua kiroho kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, namba ya Mwalimu Ibrahim ni 0765876695. Yapo mengi ambayo tutakuja kujifunza na kuweza kufafanua. Nia thabiti ni kukuopa wewe ufahamu. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo ukipata maarifa kinakuwa ni kitu chema zaidi, na maarifa ni nguvu. Sasa nguvu yenyewe ndio inakuwezesha wewe kuweza yapambanua mambo katika vile ambavyo Mungu amekuwezesha. Nikutakie tu Jumapili njema na maandalizi mema ya siku nyingine, na nikutakie heri ya mwezi mpya, mwezi Agosti ambao tumeanza nao kwa neema za Mwenyezi Mungu ametuwezesha. Mpaka wakati mwingine, kwa leo huu mjadala tunautamatisha hapa. Mpaka wakati mwingine tutakuja kujibu kile ambacho wewe ulikuwa umeuliza kupitia 0739 109. Mungu akubariki sana na uwe na Jumapili njema.